Kabla ya taarifa hizi ambazo ni za ndani, ikiwa unatazama kwa mara ya kwanza katika mtandao wetu wa Tanzania ITV, chukua sekunde moja tu uponyeze patoni ya subscribe na uwashe kengele kiko hapo kando, ili kuendelea kupata taarifa kutoka mtandao wetu wa Tanzania ITV, na usisahau kuponyeza alama ya like. Cha kuzingatia, cha muhimu zaidi, bonyeza alama hiyo ya like wakati tunabeberusha matangazo haya moja kwa moja kutoka mji wa Mbeya, Tanzania. Karibu. Habari za ndani ni za kutisha mno, haswa za kutingisha siasa za taifa letu Tanzania. Hofu kubwa imeweza kutanda kuhusiana na mipango ya kumwondoa mamlakani Emmanuel Nchimbi, na imejulikana sasa hivi hatimaye Emmanuel Nchimbi atafukuzwa katika serikali ambayo inaendeshwa na Samia Suluhu Hassan. Unapotazama skrini yako, kuna mwanasiasa kutoka mrengo wa upinzani anaitwa Godbless Lema. Ameandika haya katika mtandao wa Twitter, akaandika akasema hivi: wewe umeomba kuombewa. Yaani anajaribu kukumbusha Emmanuel Nchimbi vile aliomba serikali ya Suluhu iweze kuombewa wakati huu. Sasa amesema yale ambayo yamepangwa dhidi yake. Sasa sikiza tusome vile ameandika: wewe umeomba kuombewa. Wanasema haufiki Julai ukiwa hapo. Wanamgombea urais 2030 na PM. Wanasema timu yote iliyokuwa kule kwa kina Ronaldinho lazima ipanguliwe. Wanasema kwanza hauna hela na hujui deal. Uwezo wako mkubwa kifedha ni kumchangia mtu 100,000 na msiba au send off. Bado siku nyumbani, msalimie sana Madilu na mkwe. Kesheni mkiomba. Usiogope ni ndoto tu. Hapo chini akashikanisha gazeti ambalo liweza kuyasema yale Emmanuel Nchimbi alisema mapema wiki jana kuhusiana na kuombewa kwa serikali. Gazeti hili ni la Mwananchi. Wakati Emmanuel Nchimbi unapotazama, kuna picha yake hapo kando, anasema tumuombee rais kipindi hiki kigumu. Sasa Godbless Lema anatoa siri kwamba mipango imekamilika ya kumwondoa Emmanuel Nchimbi ambaye ni makamu wa rais katika serikali ya Samia Suluhu Hassan, huku akifichua siri kwamba atang'olewa mamlakani. Mipango imekamilika na atang'olewa kabla ya Julai, yani hawezi fika mwezi wa Julai mwaka huu wa 2026. Kwa hivyo akona miezi 6 hapa katikati, chochote kinaweza kutokea. Na wale wote ambao ni maafisa wakuu serikalini ambao walienda pamoja na Emmanuel Nchimbi pale kuteuliwa katika nyadhifa mbalimbali, wote wataondolewa ili nafasi hiyo iweze kukabidhiwa mwingine. Wakati tunachanganua siasa za Tanzania, kuna maswali ambayo tunajiuliza. Tofauti hizi ambazo ziko kati ya Emmanuel Nchimbi na Samia Suluhu Hassan ni za nini? Wakati tunaangalia kwa undani, moja ni siasa za mwaka 2030. Kuna fununu kwamba Emmanuel Nchimbi ametangaza rasmi, ingawa bado kufichuliwa kwa vyombo vya habari, lakini inasemekana ya kwamba anataka kuwania kiti cha urais katika uchaguzi wa mwaka 2030. Sasa hili limeweza kuchangia Suluhu Hassan kutomtaka. Ndio maana tunashuhudia mara mingi Samia anapoenda kuzindua miradi ya maendeleo, wakati anakuwa na vikao maalumu vya serikali, hatumuoni Emmanuel Nchimbi, kumaanisha hataki kumuuza katika maafisa wengine serikalini, hataki kumhusisha katika ufunguzi wa miradi ya maendeleo, kwa sababu atahesabiwa mema, ama wakati wa kuanza kufanya kampeni atasema wakati nilikuwa serikalini nilikuwa na mlazimisha mkubwa wangu ambaye ni Samia Suluhu Hassan kuzindua miradi ya maendeleo. Kwa hivyo amemtenga hata sasa hivi ili kumukandamiza kisiasa na kumumaliza kisiasa, ili wakati anaenda kusimama kutafuta kiti cha urais asije akapate ponga points za kutafuta kiti cha urais katika uchaguzi ujao wa
dhati. Nambari ya pili, wakati tunaangalia kwa undani tofauti hizi ni za nini? Kidini, Emmanuel Nchimbi ni Mkatoliki. Samia Suluhu Hassan ni Muislamu kutoka Zanzibar. Na kuna siasa ambazo zinaendelea kuonekana taifa letu hapa Tanzania kwamba Zanzibar ipo pale na Watanganyika wako the other side. Sasa haya yote yameleta tofauti kubwa katika taifa la Tanzania. Na hata sasa hivi wakati tunapozungumza, huenda kuna Watanganyika ambao hawaridhishwi na kuongozwa na Mzanzibar, kwa sababu kuna wakati Samia Suluhu Hassan alikuwa anasherehekea birthday yake ama siku ya kuzaliwa, walienda kupanda miti kule Zanzibar, akifanya vikao vikuu vya serikali akiwa kule Zanzibar. Watanganyika walianza kulalamika, na hata sasa hivi taarifa ambazo tuko nazo ni kwamba yale ambayo yanaendelea kufanywa sasa hivi, bandari nyingi ambazo ziko Tanganyika zimeuzwa kwa Wachina, lakini zile ambazo ziko kule Zanzibar bado hazijauzwa, kumaanisha kuna kile ambacho kinaendelea kwa uongozi wa sasa hivi. Lakini Godbless Lema yeye amefichua siri na kusema ya kwamba mipango maalum, mikakati imeimalika kuhakikisha ya kwamba Emmanuel Nchimbi anafukuza serikalini hata kabla ya mwezi wa 7 mwaka huu. Tutasubiri tuone. Na kwa kusema ukweli, hata wakati Rais Samia Suluhu Hassan alipoenda Dubai hatukumuona huyu ambaye anaitwa Emmanuel Nchimbi akienda naye kumuaga kule katika uwanja wa ndege, ila tu alienda na baadhi ya maafisa wengine serikalini akaenda pale. Na hata wakati aliporudi katika taifa letu la Tanzania, ndio Emmanuel Nchimbi alikuwa pale akampokea, lakini hawakusalimiana kwa mkono, wanasalimiana tu kwa ishara, kumaanisha uhusiano wao wa kisiasa kati Emmanuel Nchimbi na Samia Suluhu Hassan umedidimia. Lakini Watanzania ni wairifu. Ikiwa Samia Suluhu Hassan ataenda nyumbani na Emmanuel Nchimbi anastahili kuenda nyumbani pamoja, kwa sababu walikuwa tiketi moja wakati uchafuzi ulionekana katika taifa la Tanzania, kwa sababu ndio wawili waliweza kulazimisha Tundu Lissu kuzuiliwa na hata Mpina wa ACT Wazalendo kuzuiliwa kuwania kiti cha urais, wakaenda peke yao kwa debe, na baadaye wakajitangaza kuwa wameshinda kwa kumiliki kura nyingi zaidi ya zile ambazo zingepigwa katika taifa letu la Tanzania, 31.7 milioni, ambazo hatujui zilitoka wapi, kwa sababu watu walikuwa wanaandamana. Baadaye watu wakaangamia, watu wamekufa. Hatujasikia Emmanuel Nchimbi akitetea mwananchi yule ambaye angetaka ampigie kura katika uchaguzi ujao wa mwaka 2030, aseme idadi kamili ya wale ambao waliangamia, kwa sababu Samia Suluhu Hassan naye amenyamazia. Hao wote kama ni kuenda nyumbani, huenda wataenda nyumbani, kwa sababu hatuoni Emmanuel Nchimbi akitetea Mtanzania wa kawaida. Yeye mwenyewe alisikika akisema ya kwamba tusahau mambo ya kusema ama kuzungumza yaliyotokea 29 Oktoba mwaka jana. Hata yeye yuko katika timu hiyo moja ya kusema ya kwamba tusahau yaliyopita, na kuna familia ambazo zinaendelea kulia bado hazijapata miili ya jamaa zao na ndugu zao kufikia sasa. Na hata Emmanuel Nchimbi hajaonekana popote akisema ya kwamba serikali itatoa fidia, kwa sababu katika taifa letu la Tanzania wengi wamekuwa wakipendekeza lazima uwajibikaji utolewe. Uwajibikaji lazima, fidia itolewe, uwazi, demokrasia, hayo yote yazingatiwe kabla ya maridhiano. Na hata sasa hivi tunaona vile Tundu Lissu anaendelea kupitishwa hapa na pale, na kesi yake imerejelewa siku ya Jumatatu tarehe 9 mwezi wa pili, kesi yake ilianzishwa tena. Hatujui itakamilika kivipi, kwa sababu ameshtakiwa na kosa la uhaini katika taifa letu la Tanzania. Tutasubiri hayo, nitafanya uchanganuzi baadaye vile aliweza kufikishwa katika mahakama. Lakini kwa sasa hivi kile ambacho kinaendelea, mambo sio mazuri kwa Emmanuel Nchimbi na Samia Suluhu Hassan wakiwa katika ikulu ya Tanzania. Lakini sisi tutaendelea kufuatilia yale yote ambayo tutayapata, tutayaleta kwa meza, kwa sababu sisi ni kuleta uwazi kwa yale yote ambayo yanaendelea. Kabla nitamatisha, ikiwa hauja subscribe, chukua sekunde moja tu, bonyeza patoni ya subscribe na uwashe kengele kila wakati, ili kuendelea kupata taarifa tunapoziweka kutoka mtandao wetu wa Tanzania ITV, na usisahau kubonyeza alama ya like. Asante.